Ufaransa haiwezi kumudu ongezeko la bajeti katika ulinzi. Wataalamu wametilia shaka uwezekano wa kuongezwa kwa bajeti ya ulinzi, huku uwiano wa deni la taifa la nchi hiyo ukifikia 113%. Ufaransa kwa hali hii haitoweza kumudu matumizi mabaya ya kijeshi. Ufaransa inaweza kukosa kumudu kuongeza matumizi ya ulinzi chini ya msukumo mpana wa kijeshi wa Umoja wa Ulaya. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Financial Times ambalo limeripoti. Limenukuu wataalamu ambapo imeelezwa kwamba kuongezeka kwa deni la taifa na nakisi kubwa ya bajeti inaleta vikwazo vikubwa kwa malengo yake ya kurejesha silaha. Gazeti hilo limebaini Rais Emmanuel Macron hapo awali alipendekeza kuongeza matumizi ya ulinzi kutoka 3% hadi 3.5% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2030, karibu mara mbili ya kiwango cha sasa, ambayo ingehitaji ziada ya euro bilioni 30 ambayo ni sawa na dola bilioni 34 kila mwaka. Lakini bado haikufikia kile ambacho Donald Trump, rais wa Marekani, amehitaji nchi wanachama wa NATO wafikie, kwa maana ya 5%. Walakini wataalamu waliambia Financial Times kwamba msimamo wa kifedha wa Ufaransa ni hatari sana kutekeleza mpango huo. Walibaini kuwa uwiano wa deni kwa pato la taifa uligonga 113% mnamo mwaka 2024, moja ya juu zaidi katika Umoja wa Ulaya. Wakati nakisi ya bajeti ikifikia 5.8%, karibu mara mbili ya kilele cha 3% ya Umoja wa Ulaya, malipo ya riba ya deni yalifikia euro bilioni 59 kwa mwaka uliopita na yanatarajiwa kufikia euro bilioni 62 kwa mwaka wa 2025, takribani gharama ya kila mwaka ya ulinzi pamoja na sekta ya elimu nchini humo. Wataalamu pia walibaini kuwa serikali inajitahidi kupitisha kifurushi cha kupunguza nakisi ambacho kinaripotiwa kuwa na hatua zisizopendwa kama vile kupunguzwa kwa matumizi ya kijeshi, ikijumuisha mapunziko ya ushuru wa pensheni na ruzuku ya huduma ya afya. Nchini Ufaransa, na hii labda ni tofauti na mahala pengine, hatuwezi kurejesha malengo yetu kupunguza nakisi wala hatuwezi kuongeza kodi kwa vile tayari ni kubwa sana, anaeleza waziri wa zamani wa Ulaya na mshirika wa Macron ambaye anaongoza tanki ya serikali, aliambia Financial Times. Na Clement Beaune. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kimeelezwa wakati huu kwamba Ufaransa, kutokana na hali ya deni lake, haiwezi kuongeza bajeti katika ulinzi, na katika kile ambacho kinaelezwa kwamba mataifa ya Ulaya yana mpango wa kupambana na Urusi kutokana na kile wanachoamini Urusi inaweza kushambulia taifa lolote. Lakini kwa upande wa Ufaransa hali inakuwa tofauti sana, kwani haina uwezo wa kuweza kukidhi mahitaji ya kuongeza bajeti ya ulinzi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.